Habari za leo. Kwa majina naitwa Dr. Hussein Hassan Ali na kwa fani ni daktari bingwa wa upasuaji wa moyo na mishipa za damu. Tupo hapo kwenye hospitali ya Saifi Hospital Tanzania na kwenye kitengo cha upasuaji wa moyo na mishipa za damu kwa kutumia njia ya mishipa za damu na tundu ndogo tunasema. Leo tuko kwenye cath lab na cath lab hiyo ni mashine ya kisasa inayotumia mionzi kujua mishipa zako za damu za moyo zimeziba kiasi gani. Na asilimia ya kuziba mishipa za damu, kwa mfano hapo kuna mgonjwa alifanyiwa upasuaji wa moyo na mishipa za damu kwa kutumia hiyo njia ndogo ya mishipa na tumeona kwamba mishipa zake za damu zikoje. Hii haina shida, lakini kuna wengine wanakuwa na imeziba na unaweza kuizibua kwa kutumia either balloon kwa kutanua hiyo mishipa au kuweka device inaitwa stent na kuzibua hiyo mshipa. Huduma zingine za cath lab ni pacemaker au tunasema wale watu wenye matatizo ya mfumo wa umeme wa moyo na wanahitaji kurekebishwa mapigo ya moyo ikae kwenye hali ya kawaida. Kuna aina mbili za vifaa tunatumia. Hii inaitwa ni temporary pacemaker, tunawekea wale watu wanaohitaji kwa muda mfupi, na kuna wengine wanahitaji kwa ajili ya maisha yake yote, na hii inaitwa battery au pacemaker. Unavyoona hapo kuna mgonjwa tulimwekea na inakaa sehemu yake ya kushoto ya misuli, juu ya misuli na leads zake zinaenda kwenye moyo. Hiyo ndio inapeleka umeme kwenye moyo na ina uwezo wa kusense shida za mapigo ya moyo kama zimeenda chini ya 40, na inaweza ikapiga shock na either ikapiga shock au ikarekebisha mapigo ya moyo. Huduma nyingine za cath lab ni kuzibua mishipa za damu za miguu, na hii inatokea kwa watu wenye shida za mishipa za damu mpaka wanaenda kukatwa miguu. Kabla ya kukatwa miguu au kuzuia kukatwa miguu, tunaweza tukafanya kuna kitu inaitwa peripheral arterial stenting, na hii ni kuzibua mishipa yake ya damu. Ukiona hapo kuna mgonjwa mishipa yake damu kwenye mguu imeziba, lakini baada ya kuwekea kitu kinaitwa stent, peripheral arterial stent, mishipa yake imeanza kuzibuka na inapeleka damu chini kwenye mguu, na huyu tumeweza kuzuia asikatwe mguu. Na hiyo huduma pia zinapatikana hospitali ya Saifi. Asanteni. Hello, habari. Nimefurahia sana kupata huduma katika hospitali ya Saifi, kitengo cha huduma ya meno, ambapo nimeweza kupata nafasi ya kuweka appointment na kupata huduma kwa wakati ambao nilikuwa free na kuweza kuonana na daktari. Nimepokelewa vizuri sana na nimeonana na daktari, akaweza kunipa options za kupata matibabu yangu ya meno. Amenipa machaguzi ambapo nimeweza kuchagua huduma inayonifaa na kupata huduma kwa wakati. Nimefurahia sana huduma na nitafurahi tena kuwepo tena kwa ajili ya kuangalia maendeleo yangu. Asante. Hello, I'm Dr. Alban Bien-Aimé and I'm excited to inform you that I am joining the team here at Saifi Hospital. It's an honor for me to bring my expertise in cosmetic and plastic surgery in such a prestigious institution. My passion is helping patients to feel confident and comfortable in their own skin. I propose procedures such as liposuction to reshape your body, facelift, eye lift, nose job, ear pinning. We also propose breast enhancement with fat transfer and intimate surgeries. I'm aiming at delivering personalized and natural results to each individual. I also perform cancer surgeries, Mohs surgeries, and reconstructive surgeries for scars, burns, or congenital conditions. Helping patients regain and heal is the most rewarding part of my work. You can find me in consultation on Thursday morning from 9 a.m. to 12 p.m. at Saifi Hospital. I'm looking forward meeting you and helping you in your journey to beauty, confidence, and recovery.
Hospitali ya Saifi kitengo cha mama na mtoto tunazungumzia kuhusu ushirikishwaji wa mwenzi katika safari ya ujauzito. Katika kipindi cha ujauzito na kujifungua, mwenzi ana jukumu muhimu katika kutoa msaada wa kihisia na kiutendaji. Ushiriki wao katika mihadi za kliniki za ujauzito huwasaidia kufahamu hali ya mama na maendeleo ya mtoto. Hii inawasaidia kushiriki kikamilifu kabisa katika safari ya ujauzito. Mwenzi pia anapaswa kutoa faraja ya kihisia kwa mama, kusaidia kupunguza wasiwasi na kuimarisha afya ya kiakili ya mama. Wanashiriki pia katika maandalizi ya vitendo kwa ajili ya kujifungua na kuhudhuria madarasa kwa ajili ya uzazi. Wakati wa uchungu na kujifungua, uwepo wa mwenzi ni muhimu kwa kutoa msaada wa kimwili na kihisia. Wanamsaidia mama kutetea matakwa yake kwa timu ya matibabu na kuhakikisha mazingira ya kujifungua yanakuwa salama na ya utulivu. Baada ya kujifungua, mwenzi anaendelea kuwa msaada muhimu kwa kumsaidia mama kupona na kutoa msaada wa kumtunza mtoto. Karibu hospitali ya Saifi Tanzania kwa huduma bora na za uhakika. Habari wa Tanzania. Mimi ni Dr. Yusuf Jamnagarwala, daktari mbobezi kwenye masuala ya magonjwa ya Parkinson's disease na magonjwa ya kutetemeka. Je, unajua kwamba ugonjwa wa Parkinson's disease ni ugonjwa wa ubongo ambao unaongezeka kwa kasi sana duniani? Zaidi ya watu milioni 10 wameathirika na hiyo ugonjwa. Je, wewe ni mmoja wapo? Kama una dalili zifuatazo, kwa mfano ya kutetemeka mkono mmoja au miwili, au kasi ya kufanya kazi yako imepungua, au kutembea kwako umepungua sana, inawezekana labda hizo ni dalili zako za ugonjwa wa Parkinson's disease. Karibuni sana kwetu tuweze tukusaidia hapa Saifi Hospital Tanzania. Tunajua kwamba ugonjwa wa Parkinson's disease ni ugonjwa endelevu, lakini tunaweza kukusaidia kwa njia mbalimbali, kwa mazoezi, kwa matibabu na hata kisaikolojia pia, ili uweze kuishi kwa furaha na amani. Sisi hapa kwetu tumeanza kampeni itwayo kwamba mimi nina ugonjwa wa Parkinson's disease, lakini Parkinson's disease hanimiliki mimi. Kwa lugha ya Kiingereza tunaita I have Parkinson's disease, but Parkinson's disease does not have me. Jiunge na sisi kwenye kundi la support group kwenye hiyo QR code ambayo tumekuonyesha, ili tukusaidie zaidi kimawazo na tukuelimishe zaidi kuhusu ugonjwa wako. Asanteni. Hello, I'm Dr. Muhammad Rifat Rifai, neurosurgery and spine consultant. I'm here in Saifi Hospital, Tanzania, working for Andalusia Group. I'm excited to share with you a unique opportunity for your healthy back. At Saifi Hospital, we understand to what extent the back problem and spine issues can not only affect your mobility but also affecting your whole quality of life. So we host a special spine camp that offer you world-class spine care, and we bring world-class leading surgeon and spine expert that are equipped with the latest surgical technique and state-of-art of technology that offer life-changing treatments. During the camp, our team offers you consultations, expert assessments, and a tailored treatment plan for each patient and each back condition. And if we need surgery, here in Saifi we are equipped with the latest advanced surgical and minimally invasive techniques that offer you efficient surgery with early recovery and a little pain. Don't miss the chance for the next time to reclaim pain-free, active life. This is the second spine surgery campaign. It's always for a limited time, so make sure that you make an appointment the next time.
Hello, I am Dr. Mufaddal Luna Wadawala, Interventional Cardiologist, Head of Department of Invasive and Non-Invasive Cardiology at Saifi Hospital, Tanzania. Here at Saifi Hospital, Tanzania, we aim to provide the best cardiac care in diagnostics, treatment and interventions. Our non-invasive department not only does routine stress ECG echoes, also includes transesophageal echocardiography, dobutamine stress echo, contrast echocardiography and other such modalities, with the focus being on accurate reporting. We also have a state-of-the-art cath lab along with an efficient team doing all cardiac procedures including cardiac emergencies like heart attacks, elective angiographies and angioplasties, pacemakers, ICDs, CRTs, routine peripheral angiographies and angioplasties, renal and carotid angioplasties and many other such procedures. We also have a fully functioning cardiac surgical unit as well. We hope to improve, rather transform cardiac healthcare in Tanzania and whole of East Africa. Habari, kwa jina naitwa Aileen Daudi Mabula, ni mteknolojia maabara Saifi Hospital. Katika maabara yetu tunatoa huduma za vipimo mbalimbali. Tuna section ya parasitology ambayo tunafanya urine analysis na stool analysis. Tuna section ya hematology ambayo tunafanya full blood picture, lytics count na peripheral blood smear. Pia tuna section ya biochemistry ambayo tunafanya clinical chemistry test na hormonal test. Pia tuna microbiology department ambayo tunafanya culture za aina zote. Karibuni sana, majibu yetu yanatoka kwa wakati na ni ya uhakika. Karibuni sana Saifi Hospital. Habari, naitwa Neema, daktari katika idara ya kina mama hospitali ya Saifi. Katika hospitali yetu tunatoa huduma mbalimbali. Moja ya huduma ni laparoscopy. Huduma hii ni upasuaji kwa njia ya matundu ambapo hatuchani tumbo, tunaweka matundu madogo, ambayo faida ya operesheni hii, mgonjwa anakuwa hapati maumivu mengi, anapona haraka na anakuwa hana makovu makubwa kwenye tumbo lake. Tunafanya operesheni hii kwa kutoa ujauzito ulioota nje ya kizazi. Pia tunatoa uvimbe kwenye kizazi au uvimbe kwenye mayai. Pia tunatumia kwa wale wenye kutafuta watoto, tunaweza kuangalia mirija na kumsaidia kama kujua kama iko mizima au la. Na pia kwa wale ambao wamaliza familia, tunaweza tukafunga uzazi kwa kutumia njia hii. Karibuni sana. Kwa jina naitwa Huzefa, ni daktari wa macho optometria katika hospitali ya Saifi Tanzania. Tunapima macho kwa kutumia mashini za kisasa na kwa kutumia mashini za kompyuta. Tuna huduma ya kutoa miwani kwa wale wana matatizo ya macho. Karibu hospitali ya Saifi ukutane na daktari wa wabobezi wa macho. Karibu. Habari, karibu Saifi Hospital Tanzania, idara ya vifaa tiba saidizi na viungo bandia. Kitaalamu hujulikana kama Prosthesia Orthosia. Ni idara inayohusika na tiba utengemao. Idara hii hutengeneza vifaa kwa watu waliozaliwa na shida ya viungo na waliopata baada ya kuzaliwa, aidha kwa ugonjwa ama kwa ajali. Mgonjwa atakapofika hospitali atamuona daktari na kumuassess na kuona kama anahitaji kifaa tiba saidizi au aendelee na tiba nyingine. Endapo atahitaji kifaa tiba saidizi, utaratibu wote ufanyika hapa, kuanzia vipimo, majaribio na mazoezi. Vifaa vyetu ni vya ubora wa hali ya juu, kuanzia utengenezaji, mashine, malighafi zinazotumika katika utengenezaji. Pia muda wa utengenezaji huwa ni mfupi.
Karibuni na asanteni sana. Habari, ninaitwa Dr. Beatrice Mungi Matondo, ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi katika hospitali ya Saifi Tanzania. Nipo hapa leo kukueleza kwamba maumivu kidogo na uzazi salama inawezekana. Baada ya tafiti nyingi kufanyika kuona kina mama wengi wanahitaji kujifungua kwa upasuaji kwa kuogopa maumivu, hospitali ya Saifi sasa hivi tunatoa njia mbalimbali ambazo zinaweza kumsaidia mama kupunguza maumivu wakati wa kujifungua. Kwanza, tunatumia njia ya kumfundisha mama madarasa wakati wa kujifungua, kwamba anaelekezwa nini wafanye wakati wa kujifungua. Hiyo ni pamoja na kuchagua mtu atakayekuwa naye. Tunapendelea awe na mwenzi wake wa ndoa au mtu yeyote atakayemhitaji kwa wakati huo. Pili, tunatumia dawa. Kuna dawa ya sindano ambayo anachomwa, inaanza kufanya kazi baada ya dakika 20, lakini itakaa kwa muda wa masaa 3 mpaka 4. Lakini baada ya hapo kuna dawa ya gesi ambayo tunatumia gesi imechanganywa na nitrous oxide ambayo mgonjwa anakuwa anavuta pindi anapoanza kupata maumivu makali mpaka inapoisha. Atakuwepo na mkunga wakati wote au daktari ambaye atamsaidia kumwelekeza kwa muda wote mpaka atakapojifungua. Kujifungua salama, maumivu kidogo na uzazi salama inawezekana. Karibuni. Kwa jina naitwa Kuresh Inayat Karimji, mkuu wa idara ya fizioterapia katika hospitali ya Saifi Tanzania. Ninao uzoefu wa miaka 10 katika taaluma hii. Tunatoa huduma za matibabu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya kiafya kwa wakubwa na watoto, ikiwa ni pamoja na mishipa ya ufahamu, mazoezi baada ya upasuaji, magonjwa yanayohusiana na watoto wachanga, majeraha ya michezo, na kwa waliolazwa kwenye kitengo cha wagonjwa mahututi. Habari. My name is Dr. Abdi Dandana Dibaba. I am the head of radiology at Saifi Hospital. Today I'm going to tell you about an exciting and new procedure that was conducted for the first time in Tanzania here at our hospital. So hydrostatic reduction of intussusception is a minimally invasive procedure that we do for the treatment of intussusception. Intussusception is a serious condition where part of the intestine falls into another segment of the intestine. This condition, if left untreated, might result in intestinal obstruction and serious complication. So in hydrostatic reduction, through ultrasound guidance, we instill warm pressurized saline through the rectum to gently push the intestine back into its place. So this procedure is safe, less invasive, and highly effective, with success rate reaching up to 95%. So this has become the primary mode of treatment in most developed countries, and we are happy to announce that we have started providing this service here at our hospital. Karibu. Naitwa Abdalla Twalib, ni baba mzazi wa Layan ambaye huyu yuko mbele yetu hapa. Alipatwa na tatizo la kubanwa kwa utumbo mdogo. Ili tatizo lilianza mwaka 2024 mwezi wa 5. Ilikuwa ni Jumamosi asubuhi, alianza kupooza tu, anakataa kula, kila anatapika. Jumapili asubuhi nikaona hali inazidi kuwa mbaya na alipata damu kwenye choo chake. Nikaenda kwa daktari wake moja na akamcheki, akasuggest twende tukamfanyie vipimo vya ultrasound. Nikaenda kupima ultrasound kwenye hospitali moja, wakasuggest, wakakuta ile tatizo la utumbo kubanwa, wakasuggest afanywe upasuaji. Nikafikiria mara mbili, nikatoka kwenye hospitali na kuja hapa Saifi, nikakutana na daktari bingwa wa radiology, akapitia tena ultrasound nyingine, wakaona kweli kuna tatizo na wakasuggest
njia mbadala ya operation. Tukakubaliana na yule daktari akamfanyia hiyo tiba mbadala ya operation, na tumeshukuru Mungu imeenda vizuri na mtoto anaendelea vizuri mpaka sasa hivi hapo unapomuona. Hello, I'm Zainab Hamza, the head of Department of Saifi Hospital Pharmacy. Here at Saifi Hospital Pharmacy, we provide safe and quick dispensing and delivery of medicines for in-house patients. This is achieved by the pneumatic tube system, in which it transports medicine directly to the wards. The medicines are placed in special canisters and they are inserted into the tubes, and through which the tubes are directly taking the medicines to the wards. This ensures the safe and reliable delivery of medicines, and also reduces waiting time, and it's used all over the hospital by emergency, ICU, operating theaters, and also the wards. Pharmacy is more than just a profession, it is a calling to serve others. Supporting your health journey every step of the way. So pharmacy is where knowledge meets care. Empowering health, one prescription at a time. To all the pharmacists out there, happy Pharmacist Day!